subscribe. Kwa nini mpaka leo kazi haijafanyika? Asante mkuu wa mkoa, kazi hiyo imeshaanza. Kwanza naamini kabisa ulifanyika upembuzi yakinifu ambao uliwainvolve TANROADS ambao waleta wataalamu wao kwa ajili ya kupita katika eneo hilo ili waweze kuchora mchoro, na kazi hiyo nafikiri ilishafanyika, na siku ya Alhamisi ndio tulikaa kikao wiki iliyopita, wakaleta huo mchoro kwamba wapi ukuta unatakiwa uanze kujengwa, kubomolewa. Kwa hiyo ni siku ya Alhamisi ndio tumepewa hizo taarifa kwamba ukuta unatakiwa uanze kubomolewa kuanzia hapa. Sisi tusingeweza kuanza kubomoa ukuta. Siku ya Alhamisi ilikuwa tarehe ngapi? Nafikiri tarehe 22. Tarehe 22 mimi nilikuwa na meneja wenu wa TANROADS kwenye kikao. Siku ya tarehe 16 tulikuwa wote kwenye kikao cha waziri mkuu. Na nilimuuliza watu wako tayari wameshafanya kazi ya kuwaonesha watu wa TRA kuhusiana na ukuta. Wakaniambia kesho, ilikuwa ni siku ya tarehe 17 wanakwenda, na alinipatia taarifa kwamba walishakuja tayari, mlioneshwa. Kwa nini mpaka leo sasa ukuta hujabomolewa? Asante Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huu ukuta unabeba miundombinu inawezesha maisha. Kwa mfano huduma ya faya yote inapita nje ya fensi, data ambazo ziko na TTCL zote zina cross kwenye fensi, umeme wa nje una cross kwenye fensi, generator na power source zote ziko around the fence. Kwa hiyo mchakato wake wa kwanza kubomoa tusingeweza kufanya ndani ya hizi siku tatu, kwa sababu tunalazimika kutengeneza utaratibu mzuri wa kuto kusimamisha huduma za kituo. Kwa hiyo Mheshimiwa, mpaka sasa hivi tumeshaweka miundombinu sawa. Mkandarasi tayari tumeshampata na tunaye hapa, na zaidi ya wiki tumeshamwonyesha eneo la kazi, tumeshaweka alama ambazo mradi utapita. Hizo barabara zitakazotanuliwa zitaishia wapi? Changamoto ilikuja kwenye kuanza utekelezaji, tukaona kuwa wakati malori yanapita, mkandarasi hawezi kuleta mitambo mikubwa kama grader na excavator kuendelea kuanza kutindua kule wakati malori yanapita. Kwa hiyo tulikaa pamoja na wenzetu wa TRA pamoja na TARURA, tukaamua tutafute njia mbadala. Mkandarasi kuanzia jana ameanza kuitengeneza na leo hii ataikamilisha. Baada ya hapo malori haya ya huku yote yatahama, yasipite njia hii bali yahamie huku barabara mbadala, ili huku mkandarasi aweze kufanya kazi usiku na mchana, aweze kumaliza kwa wakati. Tangu tarehe 16 Mheshimiwa Waziri Mkuu ameelekeza. Mimi nilitarajia siku ya pili TTCL si wapo. TTCL si wako hapa, au wanatoka wapi watu TTCL? Leo wako wapi? Tuko nao kwenye hii ziara. Nafikiri hapa. Kwa nini hamkuwaita? Tulikutana nao asubuhi Mheshimiwa. Kwa sababu kama miundombinu ya TTCL ilitakiwa tangu siku ya kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu amesimama pale anaagiza taasisi zote zinazohusika, kuna miundombinu ambayo imepita, walitakiwa wawepo, waanze kufanya kazi, waweze kuangalia mbadala. Maagizo yakishatolewa unatakiwa vikao. Sasa mpaka leo bado TTCL hapa hawapo, maana mlikaa kikao cha kujadiliana, bado mnaendelea kujadiliana. Tukiwaacha hivi maana mtajadiliana nyinyi mwezi kabisa, hamtapata majibu. Mimi nilitarajia huyo ukuta leo nikute tayari mmeshamaliza. Na hawa watu wa TANROADS hawa nilitarajia leo nikute tayari kazi imeshaanza kufanyika, upanuzi wa ile barabara. Kwa hiyo mimi binafsi sijaridhika na kasi yenu ya utekelezaji. Watu wa TANROADS niwaambieni kabisa ukweli, sijaridhika na spidi yenu ya utekelezaji wa maagizo ya serikali yaliyotolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watu wa TRA sijaridhika na maagizo ya utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mnatuchelewesha. Hii changamoto ni changamoto ya muda mrefu. Tumezungumza tangu Mheshimiwa Waziri Mkuu amefanya ziara hapa, ilikuwa tarehe 17 mwezi wa ngapi ilikuwa? Si mwezi uliopita, si ndio? Si ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 12. Leo tunazungumzia zaidi ya mwezi mzima. Bado mnaendelea kufanya vikao, mnafanya vikao mpaka lini? Mbona mnataka kutuchelewesha? Sasa mimi nawaambieni watafuteni hawa watu wote mpaka kufika kesho asubuhi. Mimi nataka kila mmoja anayehusika ametimiza wajibu wake. Sio, tumeelewana? Kama kuna mtu wa TTCL anahusika na kuhamisha hivyo na niuzao mitambo yake, fanyeni utaratibu, hamisheni. Kama kuna miundombinu ya maji, kama kuna miundombinu ya umeme, kila anayehusika leo asilale, asiende kulala nyumbani kwake leo. Yaani asiende kulala nyumbani kwake. Mimi nataka kazi iwe inaendelea kufanyika hapa. Nyinyi watu wa TANROADS, kesho nataka kazi ianze kufanyika. Huyu ambaye mkandarasi mmeshampata, kazi ianze kufanyika. Ile kazi ya upanuzi wa ukarabati wa ile barabara ya mchepuko, kuweza kuwezesha huduma zingine ziweze kuendelea bila kukwama, ikamilike. Ushauri wote uliotolewa wa kitaalamu
kuhusiana na kuijenga ile barabara katika kiwango ambacho akitaleta adha kwa madereva, na tukitoka hapa mtoke na madereva, nendeni mkawaonyeshe pia, kwa sababu na wao pia wanaweza wakawa na ushauri kwamba hapa container tukikata kona inaweza ikawa hivi, hapa tukikata kona inaweza kuwa hivi. Kwa hiyo washirikisheni, wapite, wawe na maoni yao, lakini yazingatieni na muitengeneze kile barabara katika kiwango ambacho malori hayatakwama, kwa sababu tunaweza tukawapeleka kule pia tukasababisha tena mkwamo na kunaweza ukawa na msongamano tena mwingine. Kwa hiyo tengenezeni ile barabara kwa kiwango kinachotakiwa, kwa sababu hatutaweza tu kuitumia leo, hata siku nyingine ukiwa na dharura ile barabara mchepuko pia itaweza kufanya nini, itaendelea pia kutumika. Lakini kuna barabara zingine kule ambazo tumesema nazo tuzitengeneze ili tuwe na mbadala sehemu, yani tuwe na aina mbalimbali za mbadala. Kama magari madogo yanapita kule, anayetaka kukona kwenye barabara ya kwanza anakona, anayekwenda Chipaka haina sababu ya kukona hapa karibu, aende moja kwa moja akatokee wapi, akatokee kule mbele, ili tuweze kuepusha msongamano ambao unaweza kutokea wakati wa hili zoezi linaendelea. Sasa ndugu zangu, mimi niwaombe, serikali inapotoa maagizo yanatakiwa yatekelezwe ndani ya muda mfupi, sio kusuasua kwenye kutekeleza maagizo, kwa sababu tukisuasua tunawacheleweshea wananchi maendeleo. Serikali ilishafanya uamuzi, serikali ilishatoa fedha tayari. Mheshimiwa Rais ameidhinisha fedha hapo zaidi ya bilioni 6 kwa ajili ya hiyo kazi kuweza kufanyika. Yuko tayari kutoa hizo fedha, na watu wa TANROADS wameshaambiwa mkandarasi, mleteni fedha, ziko tayari. Mheshimiwa Rais ameshazitoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu alishatoa maelekezo. Maana yake wanaotuchelewesha ni hawa mabwana. Serikali haina deni na nyinyi, na ndio maana leo nimekuja kukagua kazi na sijaridhika na spidi yao. Kesho asubuhi ninataka taarifa pia ya hatua ambayo tuliofikia kuanzia sasa hivi. Maana yake wote wanaohusika, TCCL aje hapa site, mtu wa umeme aje site, sio mtu wa maji aje site, kila anayehusika waje site, muweze kuangalia namna bora ya utekelezaji. Kwa sababu kama mlikuwa mnajua, wakati wa kuanza hili zoezi tunatakiwa tuendelee na zoezi, wakati huo huduma hapa za kituo chetu cha OSBP hazikwami. Manake hiyo kazi ilihitaji muda mrefu wa utekelezaji wake, maandalizi yake. Manake tangu kipindi kile mpaka leo hii mngekuwa tayari mmeshafanya kwa utaratibu mzuri, mmemaliza hiyo kazi. Sasa nyinyi mko taratibu, kikao mmekaa juzi kujadiliana, maagizo yametolewa tangu mwezi mmoja. Sasa mstake tufanye maamuzi mengine kabla ya kufika huko. Mimi nataka kazi ianze mara moja kuweza kutekelezeka. Kesho asubuhi ninataka taarifa. Hakuna mtu, umesikia meneja? Wewe kitanda chako kitakuwa huku leo, sawa? Na nyinyi watu wa OSBP hapa leo msiame. Hao watu wote ambao mnaitisha hicho kikao ambacho mlikaa, waiteni hao watu. Hiyo kazi iweze kuanza mara moja. Anayemwakilisha katibu tawala wa mkoa nani? Si umenielewa haya maagizo yangu? Wote wanaohusika waje site kwa ajili ya kuanza kufanya utekelezaji wa haya maagizo, lakini pia huduma hapa zisikwame. Top Health Care Dispensary ni kituo bora kinachotoa huduma za afya kwa weledi mkubwa mjini Tunduma. Kinatoa huduma za dawa na kimaabara kwa wagonjwa wa nje. Tunapokea wenye bima na wasio na bima. Pia kuna huduma ya mama, baba na mtoto, yani RCH. Kituo chetu kina duka kubwa la dawa maarufu kwa Dr. Mnyone kwa wagonjwa mbalimbali. Tunatoa huduma muda wote wa siku 7 za wiki. Tunapatikana Kisimani, katikati ya mji wa Tunduma, mtaa wa Tukuyu, barabara ya Riamba. Ili kupata maelezo, piga simu namba 0745-884-127 au fuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram Hope Dispensary. Nyote mnakaribishwa.